Mimi naitwa Sange Bangu, mkurugenzi mtendaji bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala, na hivi leo tarehe 27 hii tumepata bahati kwa Mheshimiwa Dennis Londo, naibu waziri viwanda na biashara, kuja kutuzindulia maadhimisho ya miaka 20 ya ufanyaji kazi wa taasisi hii. Kwa kweli awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutuwezesha kuiona taasisi hii ikifikia kipindi hicho. Kwa hivi ziko shughuli mbalimbali ambazo zimepangwa kufanyika. Kilele cha maadhimisho haya itakuwa ni mwezi wa 4 kati ya tarehe 6 na tarehe 8. Kwa hivyo kwa sasa, kati ya sasa mpaka mwezi wa 4 tutakuwa na matukio mbalimbali. Kutakuwa na matukio ya kijamii, tutashirikiana na jamii ambayo kwa sehemu kubwa ndio wadau wetu. Lakini vile vile tutakuwa na matukio ya kuwa na makongamano ambako tutawaita wadau mbalimbali kuja kujadiliana masuala mbalimbali yanayohusu utendaji kazi wa mfumo huu wa stakabadhi za ghala. Lakini kubwa zaidi, tunajipanga kwamba tutakuwa na nafasi ya kuwaalika wadau wetu mbalimbali, hususan wale ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakifanya kazi hizi kabla hata ya sisi kuweza kufika, kwa sababu taasisi hii na miaka 20 ni wazi kwamba walikuwa watu wengi ambao walikuwa wakishiriki katika shughuli mbalimbali. Kwa hiyo tumejipanga kuwatafuta waliko, tutaenda kuhojiana nao, lakini vile vile tutawaalika kuweza kuja kwenye makongamano, kuweza kujadili mambo mbalimbali. Lakini tutaingiza wadau wote katika ngazi zote, wanafunzi ambao wanasikia habari za stakabadhi ghalani, je, wana uelewa gani, ili nao tuweze kujua tunaweza kuwapa elimu kiasi gani, ili huko mbeleni wanapozidi kuwa watu wazima na wao waweze kujua wanafanya shughuli vipi. Lakini ndugu zangu wakulima, lazima tutawapa nafasi, tutawafuata kwenye maeneo yao, tuangalie faida na changamoto walizokutana nazo, lakini watupe nao wana hadithi gani kwenye swala hili la utekelezaji wa mfumo wa stakabadhi za ghala katika miaka 20. Lakini niseme wazi kwamba tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuwa na imani na wizara yetu ya viwanda na biashara, lakini kuwa na imani na wizara ya kilimo kuendelea kutumia mifumo rasmi kama mfumo wa stakabadhi za ghala ambao kwa kweli tumeiona tija kubwa. Niwashukuru mawaziri wote, waziri wetu wa viwanda na biashara Mheshimiwa Judith Kapinga, lakini Mheshimiwa Daniel Chongolo, waziri wa kilimo, na viongozi wanaofanya nao kazi katika wizara hizi, kwa sababu tayari tumeona kwa kiasi kikubwa faida inayotokana na sera nzuri zinazotengenezwa na wizara hizi, wizara mama ya kwetu, lakini na wizara ya kilimo zinashirikiana kwa ukaribu kuhakikisha kwamba wakulima ambao ndio walengwa wakubwa wanapata faida. Lakini tumepiga hatua pia kwamba ndani ya miaka 20 hii sasa tumeendelea kushuhudia hata wafanya biashara wakijipatia mapato mazuri zaidi kwa kazi wanazozifanya. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba maadhimisho haya yatakuwa na tija kwa jamii kubwa ya Watanzania, wale walionufaika kwa njia mbalimbali, lakini itakuwa ni fursa kuongeza watu wapya wanaojifunza juu ya jambo hili. Ukitazama katika uzinduzi huu wa maadhimisho haya, tunajaribu kuwa na muono na maono makubwa ya kutanua zaidi namna ambavyo mfumo unafanya kazi, na tunajipanga zaidi kwenda kwenye bidhaa ambazo pia sio za kilimo. Ukiacha Mheshimiwa Naibu Waziri leo ametusisitiza kwamba tuhakikishe kilimo kinaendelea kupewa kipaumbele, lakini vile vile amesema tuangalie na maeneo mengine. Kwa hiyo itakuwa ni fursa nzuri kuweza kuwapata wadau kwenye mifugo, kwenye masuala ya uvuvi, kwenye masuala ya misitu, kwenye masuala ya madini, wote kuweza kuja na kushirikiana nasi kuona namna gani mfumo huu unaweza kusaidia biashara ya mazao yao au ya bidhaa wanazoshughulikia ikawa ni rahisi zaidi. Kwa hiyo niwakaribishe sana ndugu zangu wanahabari kwamba jambo hili ni la kwetu wote. Katika kila hatua tutakayokuwa tukifanya, tutahakikisha tunashirikiana kwa pamoja ili tuweze kuwafikishia ujumbe mkubwa wananchi wa Tanzania na jamii kubwa ya Tanzania iweze kunufaika na elimu hii, lakini muhimu zaidi wakulima na wazalishaji wa bidhaa mbalimbali waweze kuona faida ya kutumia mfumo wa stakabadhi za ghala kwenye kufanya shughuli zao. Miaka 20 tunajivunia mafanikio kwa sababu kwa kiasi kikubwa tunaona tija kwenye kazi tunayofanya. Mambo makubwa matatu yanajitokeza pale tunapeleka mfumo, kwa sababu tunaongeza ushindani. Kwa hiyo tunajiona kwamba bidhaa zinazozalishwa na wakulima zinapata bei. Na ninaposema bei simaanishi kwamba wakati wote ni bei kubwa, lakini tunapata bei ambayo ni tofauti na kama mazao yasingeuzwa kwenye mfumo. Lakini jambo kubwa la pili tunaliona kwenye uzalishaji. Yaani kila mahali tunapokwenda uzalishaji unakuwa mdogo, lakini kadri tunavyoingiza na kurasimisha bidhaa hizi, uzalishaji wa bidhaa hiyo unaongezeka.
na unaongezeka kwa sababu watu wanaozalisha wanakuwa na uhakika na mahali wanapoenda kuuza. Lakini kubwa la tatu ni ubora. Kadri tunavyoendelea kuingiza mfumo kwenye maeneo mbalimbali, tumeendelea kuona bidhaa zikiwa bora zaidi. Ukiangalia miaka ya nyuma, mazao kama ufuta ulikuwa unauzwa kwa kawaida tu na ulikuwa mara nyingi unakuwa umechanganywa na uchafu na kadhalika. Lakini hivi leo ufuta wetu unaokwenda sokoni, ufuta ni mzuri, tunaopeleka kwenye kimataifa, ufuta unakubalika. Tunahudhuria mikutano ya kimataifa kupata mirejesho. Mirejesho iko chanya kwenye bidhaa zinazotoka Tanzania. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba ukijibu swali lako ni kwamba ni kweli tunafaidika na tunaona Watanzania wengi wanafaidika na mfumo huu.